ambao hatupendi kujishughulisha kwenye kilimo, baada ya wenzetu kulima na mazao yakiwa tayari, wanaingia kwenda kuiba mazao hayo. Na hata tuna tukio lilitokea kwenye kijiji cha Likuyu, mwananchi ambaye alienda kuvamia kwenye shamba la mkulima mwingine na kuanza kuiba mazao, kwa sababu pia ni tabia ambazo zimekuwa zikiwakera sana wakulima na wananchi wana Mtumbo. Kwa kweli wananchi wenye hasira kali walienda kumvamia, kumpiga mpaka akapoteza maisha. Sasa sisi tuhakikishe kama viongozi wenye mamlaka tuendelee kusisitiza kwamba wananchi kwanza wasijichukulie sheria mikononi, lakini pia na hao wengine ambao ni wezi wa mazao waache hizo tabia mara moja. Nimwombe mkurugenzi, mbele yako mwenyekiti wa halmashauri, kuna swala la dampo hapa ndani ya wilaya ya Namtumbo. Tulitoa kwenye maagizo ya kuu, lakini ni kikao hakina siku nyingi. Sasa tumuombe sasa aweze kulifanyia kazi kwa uharaka zaidi ili kuweza kuepuka magonjwa ambukizi kama kipindupindu pamoja na kadhalika. Kuna maelekezo kutoka kwa mkurugenzi wa bohari ya dawa ambaye ni MSD kuhakikisha kwamba kusukuma vile vituo vyote vya afya ambavyo vyenye madeni kuhakikisha wanalipa madeni yao, ili sasa walipe madeni, lakini pia walipe madeni kwa wakati ili huduma za afya ziendelee kutolewa bila changamoto. Lakini pia niwaombe waheshimiwa madiwani kama viongozi wa kuchaguliwa, kwa sababu tuna miradi mbalimbali ambayo inaendelea ndani ya wilaya hii. Kwa pamoja tuungane na kushirikiana na watendaji na viongozi wengine wa vijiji, wa kata pamoja na tarafa kuhakikisha kwamba tunasimamia miradi husika ambayo ipo kwenye kata zetu. Sio mfano tu kwenye mradi wa shule tunamwachia mwalimu pamoja na mtendaji wa kata. Sisi pia tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunapata miradi bora yenye manufaa kwa wananchi, lakini pia na uthamani wa fedha, ili sasa kuepuka hoja za mkaguzi wa serikali. Lakini kwa sasa tunategemea kupokea mwenge tarehe 13 mwezi wa 5 2026, na mwenge huu utakimbizwa kwa kilomita 204. Tunawaomba sana waheshimiwa madiwani pamoja na wananchi wote, watendaji, kila mmoja aliyegaiwa majukumu yake tuhakikishe kwamba tunayaweka vizuri. Na tunashukuru mwaka 2025 wilaya ya Namtumbo ilikuwa namba 2 kimkoa. Sasa kama tunaweza kupata hiyo namba 2, tunaweza kupata namba 1. Na mimi niwapongeze sana mkurugenzi pamoja na idara ya ujenzi. Mwenge wa Uhuru mwaka huu tumepata miradi mizuri na maandalizi yanaendelea vizuri. Kwa hiyo niwaombe sana tuhakikishe tunashirikiana tutakapopokea mwenge wa Uhuru, tangu unapoingia mpaka tunapoukabidhi. Lakini nitoe maagizo ambayo ni maagizo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu tuna changamoto. Mafuta sasa yamepanda bei, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ili kupunguza matumizi ya mafuta lazima tuone namna gani tunaweza kupunguza matumizi hayo, hasa kwenye mwenge. Huwa tuna misafara mirefu. Kwa hiyo nikuombe mkurugenzi, kwenye swala hili tuhakikishe tuna kodi kama ni Costa, lakini pia uzuri tuna Costa, tuna basi zingine mini basi kwenye taasisi za serikali, tunaweza kuwaomba tukajaza mafuta ili kupunguza matumizi ya mafuta ndani ya siku hiyo ya mbio za mwenge. Lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila, nitoe shukrani zangu za dhati sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo Dr. Juma Zuberi Homera, ambaye nyinyi wote ni mashahidi. Tangu ameingia tumeweza kupata fedha nyingi kwenye vituo vya afya, tumeweza kupata fedha kwa ajili ya barabara ambazo muda mrefu tulikuwa tunazipigia kelele, lakini Mheshimiwa Rais ameweza kuridhia. Tumepata fedha pia kwa ajili ya barabara kilomita 75 kutoka mpakani mwa Morogoro kuja ndani ya wilaya ya Namtumbo.
Kwa hiyo tuna kila sababu za kumuunga mkono na kumtia moyo Mheshimiwa Waziri wetu ambaye ameonyesha nia njema kabisa kwa ajili ya kufanya mabadiliko ndani ya jimbo hili la Namtumbo. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Waziri, tarehe 11 tunategemea yeye mwenyewe kama Waziri wa Katiba na Sheria ataweka jiwe la msingi kwenye ofisi ya mashtaka na ambayo itajengwa hapa ndani ya wilaya ya Namtumbo, jirani tu na ofisi ya mkurugenzi pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada ambazo anafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anasogeza huduma za msingi kabisa kwa wananchi wake. Sisi tunakushukuru sana kwa kazi unazozifanya na ziara zako nyingi tunakuona unafanya na zinatoa matunda. Mheshimiwa DC, tunakuombea tu Mungu akupe afya njema, uendelee kuwa katika jimbo letu la Namtumbo, uendelee kushirikiana nasi kufanya kazi kwa umoja, madiwani na mkurugenzi na mheshimiwa mwenyekiti katika umoja wetu. Asante sana Mheshimiwa DC.